Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea mkoani Dodoma. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo cha mwanasiasa mbobezi na waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na wenye ulemavu William Vegimembe Lukuvi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa leo Jumatano Machi 25, 2026 na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, Lukuvi amefariki dunia majira ya saa 1 asubuhi katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Taarifa hiyo imebainishwa kuwa Lukuvi alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali hiyo kufuatia ugonjwa wa mshtuko wa moyo uliomfika ghafla. Rais Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, familia ya marehemu, wananchi wa jimbo la Isimani pamoja na ndugu, jamaa na Watanzania wote waliofikwa na msiba huu mzito. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Kweli leo tumeamka tukipokea msiba wa Mheshimiwa Lukuvi kwa masikitiko makubwa, nikiwa kama mbunge wa mkoa wa Iringa na mwenyekiti wa wabunge wa mkoa wa Iringa. Iringa tumepata pigo kubwa sana. Nafikiri mnajua kwamba Mheshimiwa Lukuvi kwanza ni mbunge senior na waziri senior. Kwa hiyo sisi Iringa mambo mengi sana yamefanikiwa, yeye amesababisha. Tumekuwa na miradi mikubwa sana. Tulikuwa na umoja ambao yeye alikuwa anatukutanisha pamoja kwamba hili ni la mkoa. Mkoa wa Iringa kabla hujagawanyika tulikuwa na mikoa, tumeweza kupata mikoa wa Iringa na Njombe, lakini na yeye ni kisababishi kikubwa. Sisi wana Iringa leo nafikiri tunaongea kwa sababu inabidi tuongee, lakini tulikuwa tumechanganyikiwa na hatuamini na tunatamani isiwe kweli amefariki, iwe kama ni ndoto au tusikie tu mtu amesemwa kwenye mitandao na kesho ameamka. Lakini Mungu amemchukua. Mheshimiwa Lukuvi alipenda tuwe tuna mambo ya kimsingi ya maendeleo tuyazungumzie kwa pamoja. Na hata juzi tulikuwa na kikao, kwa wetu wa Iringa alikuwa anawasilisha ripoti yake kwenye kamati ya TAMISEMI, na tulihamasishana wote, tulikuwepo kwenye hicho kikao na aliongelea kwa pamoja. Alitamani wakati mkuu wetu anaongea kwenye TAMISEMI wote wabunge tuliacha kamati zetu na yeye akiwepo aliacha shughuli zake, akaja tukaungana pamoja. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa muunganiko ambao alikuwa anafanya kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wetu wa Iringa. Na wanasisimani kwa kweli wamepata pigo zaidi kwa sababu wamepata miradi mikubwa na yeye amesababisha kuwepo miradi mikubwa. Kuna ile barabara ambayo tutamkumbuka siku zote, alisema kwamba mimi sitokubali, ni lazima lami ifike kwenye mbuga za wanyama pamoja na uwanja wa ndege, ili na sisi utalii kwenye mkoa wetu wa Iringa nyanda za juu tuweze kufanya vizuri zaidi. Kuna majengo mengi yamefanyika pale kwa ajili ya utalii, kwa ajili ya uchumi wetu wa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo sisi kama wana Iringa kwa kweli huu msiba ni mkubwa, ni mzito, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu. Tunamuombea tu kwa sababu kufa ni lazima. Kwa hiyo tunamwombea Mwenyezi Mungu amjalie tuje tupate kiongozi tena shupavu kama yeye. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.